sana wengine wengi ambao mnatufuatilia katika siku njema ya leo kupitia YouTube channel yetu EFM Tanzania. Asante pia kwa wewe ambao unatufuatilia kupitia radio yetu moja kwa moja. Tunazungumza kuhusu maisha, msikilizaji, maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu, nasi tunaiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Ndio Dora anatueleza haya. Dora anasema, mimi ninakuwa mmoja kati ya wale watu ambao naweza nikazungumza mambo ambayo si rahisi wengine kuzungumza. Katika kuzungumza mambo kama haya, kwanza unaweza ukaaminika na baadhi ya watu wachache. Wengine wanaweza sikuamini. Wengine wanaweza wakahisi umetumika kumchafua mtu fulani. Yani kuna namna nyingi sana ambavyo mtu unaweza ukajaji. Mwingine anaweza akasema, wanapendaga wenyewe hawa kufanyiwa hayo bwana. Hawa bwana na wenyewe hajatulia hawa. Mtu unaweza ukajaji katika namna ambavyo unaweza ukajaji, lakini mimi natamani kuzungumza kwa sababu najua kuna mtu ambaye amekuwa na ndoto kama zangu. Shauku tuliokuwa nayo ni kufika katika ile peak ya juu kabisa. Tunafikaje hapo? Tunafikaje hapo? Dora anasema, niliposikia haya moyo wangu uliugua sana. Kwa nini moyo wangu uliugua sana? Inawezekana mwanaume huyu akawa na pesa nyingi, anapendwa na wanawake wengi. Inawezekana. Lakini nilishtuka zaidi na kuogopa zaidi kama inafika nyakati anaweza akamtumia ujumbe kijana wa kiume akimwambia unanivutia, wow, your lips nini. Yani akampa sifa kana kwamba wewe ukisoma ule ujumbe unaweza ukaishi ujumbe anamtumia msichana lakini anamtumia kijana. Niliugua sana na nikimwangalia ni baba wa heshima, ni mtu ambaye ana familia, ni mtu ambaye licha yote ana watoto, anaitazama vipi kesho ya watoto wake. Haya ni mambo ambayo pia nilikaa nikayatafakari sana wakati moyo wangu ukiugua sana. Sikuweza kusema ukweli kwamba mimi nimekuwa na mahusiano na huyu baba. Kwa hiyo hawa ambao wananieleza, wananishauri kwamba nikwambie kitu. Mtu ana nafasi kukusaidia, lakini utakapoona ana raise hoja za namna hii, huyo ni mtu wa kumkataa. Ni wa kumkataa. Kama mpaka sasa hivi hajaintroduce mambo ya mapenzi, endelea kujipa subira, lakini siku atakapoanza kusema hayo mambo, haijalishi umefika stage gani, acha. Mungu ana njia zake ambazo anaweza akakujalia mja wake na mambo yakakatwa vizuri bila kufanywa mambo ya madhalilisho. Mashauri hayo yangenifaa sana kuyasikia nyakati zile ambazo bado sijadumbukia katika ile dimbwi. Lakini niko huko japo sikiri kwa kinywa changu kwamba na mimi nimo. Nafanyaje sasa? Siwezi kuzungumza na mtu yoyote habari hizi. Siwezi sema chochote, ila ndani ya moyo wangu nilizidi kuugua. Napokuambia sasa hivi hatua ziko zifuatazo. Kwanza naendelea kufanya mazoezi. Kitu kingine pia nimekuwa nikienda studio pia. Na studio, kumbuka huyu ni producer ambaye ananisimamia, na huyu producer ndo ambaye anazungumza na huyu mzee, na huyu mzee ndo ambaye anafacilitate haya mambo yaweze kwenda. Nakumbuka nilitulia. Sina mtu wa kusema naye. Nilitulia mwenyewe. Nakumbuka sana. Yule kijana ambaye ananisimamia mimi alinitafuta. Vipi? Mbona unakuwa nyuma bwana? Msanii unatakiwa uchangamke, unatakiwa uchangamke. Wewe kuna vitu utakupa vitakuchangamsha wewe. Aliniambia hii sentence ambayo tayari mimi nimeshasikia habari hizi ambazo sio nzuri. Nikamwambia, vitu gani utanipa? Wewe si umeingia kwenye sanaa. Wewe si unakuwa msanii. Uwezi ukawa msanii afu na zuba. Lazima upate vitu vya kukuchangamsha. Uko wapi tuonane? Nikamwambia, na kweli tukaenda kuonana. Sasa mimi kwa sababu sasa hivi na picha nyingine, nilimuuliza, umeniambia kwamba nimezuba. Msanii anatakiwa kuchangamka. Umeniambia kuna vitu utanipa, vitu gani? Akasema, na wewe bwana, uelewe unatakiwa msanii yani uwe chap. Msanii usiwe mnyonge ukakaa tu. Unaona, unapopanda kwenye stage yani watu wanakutazama,
wanategemea une performance yako, wanatakiwa kuona energy yako. Lazima nafika level, kuna vitu lazima ujivitumie vikufanye uwe strong, vikufanye uondoe aibu, vikufanye uweze kufanya vitu amazing, yani watu washangae, yani ni huyu, kwa sababu vinakupa ujasiri. Nilitabasamu tu, nikamwambia akasema mambo naona yanaenda vizuri mwenzangu, mambo yanaenda vizuri kule production, wanasema kesho kutwa tuna shoot. Naamini sasa kila kitu kiko standby, mambo ya nguo kila kitu kiko sawa, kila kitu kwako kiko sawa, si ndio? Mimi kwa upande wangu mimi nimemaliza, yani ni wewe tu, yani ni wewe tu. Unaambiwa hii ngoma tunaenda kusimamisha nchi, sawa? Kwa lazima ufanye wonders. Kwa hiyo ukiaminika na wewe unyesha unaaminika. Nikamwambia ni kweli. Ni kweli. Akasema mimi tena natamani usikiwa una shoot, yani usionekane, yani unajua wewe una kasiri fulani kama ka upole, kitu ambacho kwenye sania kitakiwi. Aliniambia hivyo. Yani mimi nina kasiri ya siri fulani hivi kama ka upole. Yani nikitulia hivi nakuwa kama mnyonge au mpole. Sasa kwenye sanaa itakiwi. Yani I wish siku hiyo una perform. Yani wewe. Nikamwambia sasa si ndio uniambie ni vitu gani? Akasema tulia, mambo mazuri hayataki haraka. Na huyo anavyozungumza hivyo, anazungumza hivyo kwa energy. Yani kwa energy, kwa namna anatupa mikono yake ni kama binti, ni kama mwanamke. Hata mimi sizungumzi kama anavyozungumza huyu. Yani mimi mwenyewe sizungumzi hivi. Yani nataka nikupe energy, uwe na nguvu, unasikia ukipanda stage-ni. Yani ndo anaongea hivyo. Nikamwambia sawa, lakini akaniambia mbona leo kama umekuwa mpole sana? Yani umekuwa mnyonge nini? Yani nyakati hizi unaruhusu unyonge au unajisikia kuumwa? Nikamwambia kama nataka kuumwa, ila nimekuwa na mawazo sana. Akaniambia mawazo? Mtu ambaye unaenda kutimiza ndoto zako una mawazo gani? Watu ambao wanakaa wanapambana, wanafanya kazi, wanatafuta hela, alafu wanakupa wewe uende kutafuta hela zako, unawaza nini? Kuna wenzako wako hata ngoma moja hawajarekodi. Wewe sasa hivi una ngoma ngapi? Kuna wenzako wanatamani mtu amshike tu mkono, twende bwana nikupeleke studio fulani ukarekodi hata ngoma moja. Wanatamani wakae kwenye label fulani. Wewe acha mambo yako. Nini kinakupa stress sasa hivi? Usiniambie mambo ya mapenzi. Nikamwambia hapana, wala sasa mambo ya mapenzi. Nini sasa? Alafu nikwambie ukiwa msanii unataka kutoka, usiendekeze mambo ya mapenzi. Niamini mimi. Achana na kuendekeza mambo ya mapenzi. Yani wewe uwe ni mtu kati. Usientertain sana mapenzi. Yani mtu kati, focus kwenye ndoto zako. Mapenzi yamepoteza focus za watu, yamewatoa kwenye mstari. We focus na mambo ya kazi. Ukipata muda kula good time, kula maisha. Ukimaliza hapo wewe sepa na kuangalia ndoto zako. Nikamwambia mawazo mazuri. Akaniambia kini uko down sana. Nikamwambia nikwambie hata sijawa sawa. Sasa si ongee na mimi shoga yangu. Ichi shoga yangu, si useme nini kinakusumbua, sky na jambo moyoni shoga yangu, sema. Nikamwambia nikisema mbona utazimia? Akasema mimi nizimie? Nikamwambia nikikwambia utazimia. Kwa sababu gani? Kitu gani cha kunishtua mimi unavyoniona hapa? Nimeshakutana na mambo mengi hapa ulimwenguni. Jambo gani ambalo naweza nikakutana nalo hata likawa geni kwangu? Niambie. Ndani nasikia kumwambia, unajua kuna nyakati mtu unapita kwenye situation fulani, yani unatamani mtu akufafanulie zaidi, au yule unatamani kusema na mtu, na mimi sina mtu wa kumwambia. Yani sina mtu naweza nikasema naye. Huyu anajua mimi na mahusiano na yule mtu, anajua kwamba yule mtu kapita kwangu. Anajua kabisa, yani hawa watu wako na wewe, lakini wanajua kabisa hii ni chakula ya bosi. Akaniambia usiniambie umebeba ujauzito, utakuwa na shida kichwani wewe. Nikamwambia kwa nini? Maana nyinyi wasichana hata waga mjuagi mnataka nini kwenye maisha yenu. Unakutana na mtu tajiri kama huyo, wewe unawaza kumzalia, unadhani hao wanataka watoto? Watu wataki watoto, wana watoto kibao.
watu ukipata chance kula good time. Kula good time, afu mwambie kutengenezea maisha kama hivi anavyokutengenezea. Habari za kubeba mimba usiniambie hapa. Nikamwambia kwa nini umewaza hivyo? Nawaza hivyo maana na wajinga fulani hivi na wao walijiingiza humo pap vimimba. Wakaisha kuzalishwa wakatupa hapo kama vyuma chakavu. Mtoto leta huko. Hawaeleweki. Hawana mbele wala nyuma. Lakini walikuwa na ndoto. Ndoto zao zikazimikia hapo kwa ujinga wao. Nikaambia ikinitokea hivyo sio itakuwaje. Akasema usifanye makosa. Na kama imeingia mapema nikwambie tukatoe. Usilete ujinga kabisa. Mimi na daktari huyo mwenyewe kabisa anaenda na kutoa zako, unabaki zako fresh. Hata hiyo video tunafanya unafanya zako, wala kuna shida, unaondoka ukiwa fresh. Aliniambia huyu kaka. Nikamwambia nahisi tu kuchoka, yani nahisi tu kuchoka na kuwa sina raha. Wewe usiseme hivyo ya mambo. Nikamwambia kwani wewe si ujauzito? Kwani huyo ndugu yako yeye hatumia hata kinga? Ajilinde. Akasema labda mtu wa kwanza kutumia kinga utakuwa ni wewe. Rafiki yangu, labda uniambie sirini. Huyu kijana aliniambia hivyo. Nikacheka. Nikamwambia utakubalije mtu kushiriki mahusiano bila kutumia kinga karne hii? Yani mtu unauza tu mechi kabisa. Yes, msikilizaji, tunasogea mbele zaidi na kuyasikia haya ndugu yetu, mpendo wetu, rafiki yetu anaitwa Dora, akiendelea kushia nasi katika safari yake ya maisha. Dora anatueleza mtu huyu, kijana huyu ambaye ananiambia shoga yangu, nakwambia shoga yangu, akiniambia hiyo naijua hiyo, yani anajua kwa mimi namdanganya. Kumbuka mimi ninaongea na mtu huyu tayari kuna taarifa ambazo nimezipata na moyo wangu umekuwa katika majeraha sana. Hofu. Nimepata shida sana tangu nilipopata habari hizi. Nikamwambia unamaanisha nini? Hutaki kuamini mimi ninachokisema? Akasema ulishawahi wapi kumuona tajiri kama yule? Wewe ukakutana naye alafu ukawa na amri ya kusema chochote? Yani uende ukampangie kwa mimi nataka hivi na hivi, si anavaa nguo zake anaondoka. Anataka nini kwako? Wewe ndio unaitaka zaidi kitu kwake, sio yeye anataka kitu kwako. Yeye anafanya by the way. Aliniambia huyu kijana maneno haya. Nilimwambia kwa unataka kusema nini? Yani unataka kusema nini? Sio mapenzi? Akasema labda utakuwa kwanza kupendwa. Na ndio maana nakwambia ukiwa na mtu kama ukaa kwa akili, usikae kishamba, changamka. Ukikutana naye make sure unampa good time, anafurahi, ili isipite muda mrefu akakukumbuka. Nilimwambia unasema ukienda umezuba sasa unakumbukwa vipi bwana? Unakumbukwa vipi shoga yangu? Usikokumbukwa, lazima uende kule. Ukienda uhakikishe unapambania hiyo dakika. Mtu akikaa tu kwa ofisini anaanza kukumbuka Dora. Nikabaki na mwangalio kijana. Akasema unashangaa. Jipeleke tu unabeba mimba, itakula kwako mazima, shughuli itaishia hapa, kitumbo kitakuwa kimeingia mchanga. Dora anasema, nikamwambia mtu huyu unamjua vizuri? Akasema yeye namjua vizuri, tena namjua kindaki, namjua kama unavyomjua. Nikamwambia yani namjua kama mimi ninavyomjua unamaanisha nini?
Mimi sikuongea sana bwana, sikuongea sana. Watu fanye kazi tupate hela, maisha yaendelee. Nikamwambia okay. Akaniambia mimi nakushauri ushauri wa bure. Ukipata chance itumie vizuri. Hizi nafasi waga zinakujaga tu, hazidumu sana. Make sure unatengeneza ngoma zako. Ukipata kama hivi chances za video, fanya video za kibabe. Unaelewa? Halafu mwisho wa siku nini kinaendelea? Tengeneza pesa yako ambayo itakupa heshima yako. Nikamwambia game ni ngumu. Cha msingi ni kufika. Unafika umechoka, unachechemea, umefika ukoje, ili mradi umefika. Ndo mpango mzima. Nikamwambia okay. Sawa. Tukaongea mambo mengine, lakini nilikuwa niko down kabisa, yani niko chini sana. Tumemaliza hizo mishemishe, mimi nilimtumia message yule baba. Nikamwambia mambo, mapema sana akanijibu, na sio mtu wa kunijibu message. Yani unaweza kutuma message leo ukamsalimia, ukangoja ijibiwe kesho, ukangoja kesho yake, ukangoja siku inayofuata, ukangoja. Yani siku ndio akaja akakutumia tu message, baby nimekumiss. Ina maana akikwambia amekumiss, anakuhitaji ukutane naye. Ukutane naye ina maana uende kule. Kwa hiyo hii alinijibu mapema sana. Poa kipenzi changu, mrembo wangu, jambo. Nikamwambia mimi si jambo. Akaniambia umenimisi? Nikamwambia nimekumisi. Akasema na mimi nimekumisi pia, but niko busy sana. Najua kuna kazi iko mbele yako, kuna hela nitakutumia, nataka ufanye vizuri. Nikamwambia asante, nashukuru sana. Akaniambia nakupenda. Nikamjibu nakupenda pia. Ikawa hivyo. Kweli ilifika siku ambayo mimi natakiwa kwenda kushoot. Kila kitu kilishapangwa, kwa mimi nilikuwa nafuata mwongozo, nguo zilikuwa ziko tayari, location zimeshaandaliwa. Ina maana mimi nikufuata mwongozo kulingana na script na director anavyotoa mwongozo. Kwa tulianza kufanya hiyo kazi, na huyu kijana kananiambia changamka Dora, changamka. Oh my god, Dora una disappoint hadi director. Hii sehemu inabidi ucheze kama ulivyofanya mazoezi. Nikawa naendelea kupambana. Kuna location nyingine nitakiwa tufanye siku inayofuata. Sasa tulivyokuwa tumemaliza hivi, tunangoja siku inayofuata tuende tukafanye tena. Huyu kijana akaniambia, Dora, mimi nikwambie, niwe muwazi kwako. Napenda kuona sauti yako na vile ambavyo video yako inatoka vilingane. Sio sauti inatoka hivi kwa vizuri, alafu wewe mwenyewe sasa performance yako inakuwa haiko na ulingano mzuri na sauti. Unatakiwa uchangamke. Yani hiyo ndio shida yako. Hebu kuwa mcharuko. Yani ukiingia kwenye swala la muziki, kuwa kichaa na muziki wako. Unanielewa? Kuwa kichaa na muziki wako. Yani fanya chochote ambacho unaweza ukaona kileza kikateka wale wanaokutazama. Yani usifanye tu director na kuelekeza, yani unafuata, yani fanya zaidi. Si unanielewa? Naona leo umechukia, yani nimekuelekeza sana. No, because nataka kitu kizuri. Nikamwambia nimekuelewa. Akaniambia nikwambie, naomba sana, nakuomba sana, kesho mimi nitakuletea kitu utakunywa. Sawa? Utajisikia vizuri. Ni kitu kidogo tu utakunywa. Nikamwambia ni nini? Akaniambia vitu ambavyo vimechanganywa, ka cocktail fulani hivi, alafu wewe mwenyewe utajiona, yani utajiona utakavyokuwa na vibe. Unahitaji vibe unahitaji morali ya kitu, yani nguvu fulani unahitaji. Nikamwambia kesho basi. Kesho. Lakini tukawa tumefanya hiyo awamu ya kwanza, na hata director aliniambia umefanya vizuri sana, lakini nitamani zaidi. So lakini kwa sababu ni mwanzo, nafikiri unahitaji kujua unachofanya
Yani unakiwa unafanya kitu, fanya kwa kumaanisha, kwa sababu kinakuja kuonekana na kitaishi hicho kitu ambacho unakipambania. Tulizungumza haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Dora katika siku njema ya leo. Dora anasema, Dora anasema basi nikarejea. Ni habari njema, ni muda wa kufurahia sana, kwa sababu hii ni ndoto yangu kubwa ambayo nilikuwa nayo. Lakini ndani ya furaha ambayo niko nayo ni ndani ya mambo ambayo pia yananifikirisha sana. Na hata nakumbuka usiku nikiwa niko zangu nyumbani, kwa sababu ile ya siku ya kwanza tulifanya tu yalikuwa ni majira ya mchana tu. Hizo sini ambazo tulikuwa tunafanya ni sehemu za mchana. Alinipigia simu huyu kijana ambaye anapenda kuniita shoga yangu Dora, jamani Dora. Jamani Dora, leo umependeza. Jamani Dora, jamani. Ndo ananiita hivyo, ndo story zake. Yani nikikaa naye ni kama vile naongea na mdada. Karakta zake. Akanipigia nikapokea. Akaniambia, maana hujaniweka wazi. Shoga yangu, ulienda kupima? Ni kweli wewe mjamzito? Maana unajua sijakuelewa leo, sijakuelewa Dora. Yani nimekuangalia nikasema shoga yangu sije likale imempata la kumpata. Nikaambia hamna kitu, wala hamna kitu chochote. Hapana, wewe una jambo liko hapa, limekukaba hapa. Usikie na jambo mwenyewe, litoe, kesho ufanye wonders. Uwezi ukawa na mzigo unatembea nao mwenyewe. Shoga yangu, hebu niambie, kwani uko wapi? Nikamwambia niko tu nyumbani. Nitakuwa wapi sasa hivi usiku hivi? Na nimechoka sana, nataka nipumzike kwa ajili ya issue ya kesho. Akasema ni sawa kesho, lakini kesho si unajua mida ambayo tutaanza? Mida itakuwa imesogea, tuonane. Nikamwambia saa hizi yuko tuonane. Unajua nikwambie, mimi nakukubali sana wewe. Wewe ni msanii wangu ambao unajua utakuja kuwa msanii mkubwa, alafu mimi nitakuwa designer wako, nitakuwa na kudesign mavazi wewe. Kwa nataka kuhakikisha kwamba unazidi kufanikiwa, unazidi kufanya vitu ambavyo ni vya kitofauti. Nikamwambia mimi nimechoka sana. Hapana bwana Dora, tuonane shoga yangu. Nikamwambia kwani uko wapi? Mimi nilivyotoka huko mwenzangu nimekamilisha kuweka vitu vyangu. Na mtu mmoja nikawa nimekutana naye huko, nikawa na kunywa 1 2 3, lakini akili yangu inajirodi, jamani shoga yangu Dora ana shida gani? Usikie na jambo mwenyewe. Mimi ni mtu sahihi, mimi shoga yako nielezee. Nikamwambia poa. Kwa hiyo sasa inakuwaje? Niambie tukutane wapi? Kuna sehemu moja ambayo waga ina vibe hata usiku kama hivi. Njoo tumiti hapa. Nikamwambia mimi sitoki. Acha mambo yako. Njoo tuonane, usikae mwenyewe. Mimi nataka kesho kuna vitu nataka nikuelekeze. Basi na mimi nikaona poa. Tukazidi kuwasiliana, akawa amesogea na mimi nikatoka kweli, tukaenda tukaonana hiyo sehemu. Yuko nakwambia amechangamka kweli. Nikamwambia ulikuwa umeenda, ulikuwa na nani? Si unajua tena mambo yangu. Nikamwambia mwenzangu, kuna mtu alikuwa amenimisi huko, anasema yani leo njoo tukae tunywe, ndio hivyo. Sasa nikaenda nikapata maofa mapombe, nimeyakimbia mwenyewe, akili yangu inakuwaza tu Dora. Nikamwambia nashukuru, nakukubali wewe, nakukubali. Nikamwambia unanikubali wewe? Hamna lolote. Akasema kwa nini? Nikamwambia hamna lolote. Kama ungekuwa unanikubali wewe, labda uniambie umeanza kunikubali lini. Akaniambia toka siku na kuona, toka siku mimi nimetambulishwa kwako. Nikasema wow, jamani mwanamke huyu mpole. Nikakufurahia tu, una makuu, sio mtu wa kujishebedua, umechill, lakini ukiimba sauti amazing. Nikaambia kwa hiyo ndo toka siku ya kwanza. Kama siku ya kwanza, kwa nini ulishinda kuniambia ukweli? Kuhusu nini bwana shoga yangu? Nikamwambia unajua kabisa kwamba bosi wako hawezi kumsaidia mtu bila kumtaka kimwili.
Kama ulikuwa unaona kama unanikubali, unaniona wewe naweza nikawa mimi ndugu yako, naweza nikawa rafiki yako, hivyo naweza nikawa vile shoga yako vile unavyoniitaga, lakini unaweza ukaniacha nikaingia mahali ambako unajua kabisa kwamba nitaenda kuumia. Akasema jamani Dora, mambo gani unaongea sasa hivi usiku kama hayo? Hebu usiniambie umempenda yule baba. Kwa umefall in love kwa yule baba. Nikamwambia si ndio hivyo mapenzi yalivyo. Sasa nikajikuta inategemea mtu ananipokeaje, ananipaje nafasi ya moyo wake. Akasema hapana Dora, uwezo ukawapenda hawa wananilii, hawa watu wenye pesa hawa, uwezo ukawapenda hawa wewe, utakuwa kichaa. Nikamwambia kwa nini? Sasa ni watu wengi. Hawa unakaa kwanza weka habari za mapenzi pembeni, yani kwamba mimi si unampenda. Wewe jua ukipata chance kula fungu lako basi usiniambie umempenda huyu mtu basi umtafute mganga tumloge. Nao watu mwenzangu waonekana wanawaganga kweli hao. Ni ngumu kuwaloga. Nikamwambia ulishaye kumloga? Akasema sitaki hata kuongea maana nikiongea nitalia. Nikamwambia kwa nini? Nikiongea nitalia, kuna mambo mengine mimi naachaga tu yapite nisiyakumbuka wala nisiyafikirie. Nikamwambia mambo gani? Sitaki kuongea mambo yangu mimi. Sitaki kabisa kuzungumza mambo yangu mimi. Nikamwambia kwa wewe unapenda mimi ndio nizungumze mambo yangu. Sasa tunatatua hilo jambo linakusumbua, umesema umesha fall in love kwa yule baba. Hivi una fall in love kwa yule baba kwa kitu gani bwana wewe? Achana na hizo habari. Niambie habari nyingine hapa ambazo tunaweza tukazijadili tukaelewana. Nikamwambia ndio hivyo nimempenda. Na nimegundua sio mtu mzuri. Akasema Dora, hebu niambie, katika matajiri wengi unawafahamu wewe, wengi matajiri unawafahamu, unajua ule tajiri umeutoa wapi? Usitaki kujua sana maisha ya matajiri. Wewe kula fungu lako sepa. Hiyo ndo kanuni tunaishi mjini. Usitake kujua tajiri amepataje pesa. Maana ukifuatilia historia yake ya pesa alikozipata, atakuwa anakuelezea kila siku, mimi nimefanikiwa, nimekuwa tajiri kwa sababu nilianzaga kilimo ikawa hivi na hivi. Uelewi anachokisema. Atakwambia nimekuwa tajiri, ukiangalia utajiri ulitoka kwenye familia, ni babu yake alikuwa tajiri, babu na mababu walikuwa tajiri, unakuja kujua ni yeye ndio kaibuka kwenye familia. Amebuka vipi, alifanya shughuli gani? Kesho atakwambia nilianza mtaji na shilingi ngapi, kesho kutwa atabadilika, atasema hivi, kesho kutwa atakwambia unajua mimi. Unachanganyikiwa kwa sababu hata wenyewe hawana statement moja ya kusema walipataje utajiri. Kwa hiyo usitaki kujua. Kula fungu lako, jichotee sehemu yako, sepa. Mimi ushauri ndio naokupa. Nikamwambia unataka kusema nini? Nataka kusema maovu watu wanayo kibao, usitaki kujua kuhusu maovu yao. Hizo hela za waovu, hizo hela tunazihitaji. Aliniambia kaka, hizo hela za waovu wanazozitafuta kwa uovu wao, na sisi hizo tunazihitaji. Achana nayo mambo, enjoy maisha. Dora, enjoy maisha. Utakao unasononeka hapo, unasononeka, sio umesikia nini? Mimi sitaki hata kusikia ulichosikia. Nikamwambia kwa nini hutaki kusikia? Sitaki kusikia, mimi sitaki kusikia hizo habari. Ila ushauri huo ndio mimi nakupa. Tuzungumzie mambo mengine. Zaidi Dora anasema huyu kijana alikataa kata kutaka mimi kuzungumza chochote, akiniambia haya sio ya muhimu ninayotaka kuzungumza. Na hata nilimwambia kwa nini wewe hutaki kunisikiliza na wakati umeniambia njoo tukutane na unatamani kujua. Akasema ndio niambie, usianze kuniambia habari za bosi. Unaona, mimi siwezi nikaanza kukaa hapa nikaanza kumsengenya bosi wangu. Siwezi kusengenya. Mimi nikwambie kitu Dora, ukweli kabisa. Kwa hiyo kama kuna watu wanakuambia habari uko, mimi sitaki kuzisikia. Nikamwambia sawa. Nikamwambia okay, mimi sina ujauzito. Yuko wow, ulienda kupima? Nikamwambia nilienda kupima, sina ujauzito. Akasema vizuri, usiruhusu tena. Nikwambie, nikufundishe kitu ambacho unaweza ukakitumia. Yani hapa wewe utumie
kitu yani ambacho kinaweza kikazuia usipate ujauzito kwa muda mrefu ili ufikishe ndoto zako. Kwa sababu ukiwa msanii inatakiwa ufocus kwenye sanaa kwanza. Mambo ya kupata watoto yawe ni baadaye. Nikamwambia okay. Nikamwambia unafikiri naweza nikatoka kwenye hii sanaa? Yeah, unaweza ukatoka. Kwa nini unawaza huwezi kutoka? Mwanzo wenyewe tunaanza hivi. Nikamuuliza wangapi ambao mmewasupport wametoka? Kama mimi. Wangapi mmesupport wametoka? Akasema unajua nikwambia wanawake wengi hawajitambui. Yaani hawajielewi. Ndio hivyo wengine wanaendekeza mapenzi, unakuta anataka muone bosi muda wote nini. Yaani unajua wanaharibu mwisho wa siku. Nikamwambia kwa hiyo hakuna msanii ambaye anaweza akasogea mpaka awe mwanamke wa bosi. Akanambia mbona ya mambo ya kawaida na unauliza vitu vya kawaida hivyo? Hasa unataka mtu akupe pesa yake afu unampa nini? Yaani wewe unampa nini? Ulishaambiwa hapa duniani kuna cha bure. Yaani yeye akupe tu, wewe ni ndugu yake. Kwamba yeye ni mwema sana. Yeye hizo pesa kazipata kwa urahisi kama hivyo anataka kuzigawa. Nikaambia sio hivyo bwana. Wangapi watu wanatoa kwa watu bila kuwa na sababu zozote? Akasema ni hao. Lakini wengi wao wakitoa na wao wanataka mioyo yao ifurahi. Asante pekee yake haitoshi. Toa na mwili wako umpe thamani huyo mtu ambaye anatoa ili kesho atoe zaidi. Nikamuuliza kwa mfano kama wewe unatoa nini? Akanambia maswali gani unaniuliza? Nikamwambia wewe uko karibu na huyo bosi. Wewe unampa nini? Akacheka. Akasema sipendi maswali. Nikamwambia si tumekubaliana tunakutana na tunazungumza. Na unasema mimi ni rafiki yako na unanikubali. Kama unanikubali na unaamua kuniambia ukweli, niambie ukweli. Akaniambia nikwambie Dora. Kuna mambo mimi sipendagi kuongea. Kwa sababu nikiongea nasikia uchungu moyoni. Sitaki kuongea sana mambo yangu. Sitaki sana kuongea. Nikamwambia mimi nakuhesabu kama wenye rafiki yangu afu ni ndugu yangu. Kweli kabisa. Kama ambavyo ulinikubali mimi, hata mimi nakukubali pia hivyo hivyo. Na hapo nikamwambia, unajua mimi sijui kwa nini umekuwa hivyo. Yaani ninavyokuona, nakuona kama wewe ni mwanaume smart sana. Yaani ni mwanaume ambaye una deserve kuwa na mwanamke ukawa na familia. Sijui kwa nini umekuwa hivyo. Sijui ni lini ulianza kuwa hivyo. Akasema sitaki kuongea mambo yangu. Sitaki kuongea mambo yangu. Nikamwambiaje? Tusipoongea hatuponi. Si unaona mimi umeniamsha nikasema lazima nije niongee na wewe nipone kwa sababu kweli uliniona siko sawa. Wewe ni ndugu yangu. Kwa sababu kuna watu mimi wameniona niko sawa lakini wewe umeniona mimi siko sawa. Tuzungumze tutoe mauchungu yetu moyoni. Akanambia Dora tuzungumze ya kwako. Okay. Niulize unachotaka kuniuliza ambacho nataka kujua lakini usiulize kuhusu mimi. Mimi sitaki kuzungumza kuhusu historia yangu. Usiniulize kwa nini nimekuwa hivi kwa sababu nikikueleza ninasikia pain ndani ya moyo. Nimekuwa hivi, nimekuwa sio kwamba niliwaza kuna siku nitakuwa hivi. Nimekuwa hivi sio niliwahi kuota kuna siku nitakuwa hivi. Na sijazaliwa nikiwa niko hivi. Sijazaliwa mimi nikiwa naongea hivi sauti, sijazaliwa nikiwa na muonekano hivi kama mdada, sijazaliwa hivi. Sitaki kuongea leo, naomba nikujibu maswali ambayo unataka kuniambia. Tumekutana okay tuongee. Lakini tunapoongea naomba tuishie hapa hapa. Mimi sipendi kusengenya watu ambao wananisaidia. Kwa sababu katika kusengenya mtu anayekusaidia akisikia atajeruhika sana. Unajua haijalishi anakusaidia katika masharti gani lakini nyakati hizo ndio unamtegemea na kusaidia. Na kumbuka kwa mtu kwa watu kama sisi tena hasa mimi ambaye nimetoka kwenye familia maskini kabisa. Sina baba sina mama. Alafu kuna mtu ambaye anakuchukulia wewe kwa uzito. Si unanielewa? Alafu kesho aje aone kuna mtu amenirekodi sauti yangu anaisikia nikizungumza. Itakuwa mbaya sana. Nikamwambia nakuelewa. Nikamwambia basi tuzungumze kuhusu mimi. Nikamwambia nimegundua baba ana wanawake wengi sana. Alafu kitu kinachoniuma baba alikataa kutumia kinga. Akasema sijui na kujibu nini Dora. Sijui.
Kuna msichana mmoja alikuwa mrembo sana, anaimba, aliletwaga na mtu alivyomleta, na unajua bosi analetwaga wanawake, yani wanajua wana vipaji hivi, yani wanaletwaga, na anapenda sana, yani anapenda sana. Kwa msichana aliletwa, alikuwa mrembo sana, mrembo kweli. Hakuwa anaimba kivo, yani sio anaimba kivo, yani hajafika hivyo level wewe unaimba. Lakini bosi alimpenda sana. Alimpenda sana yule msichana. Yani nilimuona jinsi ambavyo alimpenda yule msichana. Yule msichana alimwambia, kama unanipenda kweli, twende tukapime. Bosi akawa anasema haina shida, mimi napima mara nyingi, na zaidi anazungumza kwa habari ya kupima, anaenda safari. Kwamba mimi ni mtu ambaye nasafiri mataifa mbalimbali, unadhani hizo nchi unaingia bila kupima afya nini? Lazima ripoti zako za taarifa za afya ziwepo. Unazungumza habari ya kupima. Kwa alikuwa anamwambia msichana kwamba yeye ni mtu ambaye, yani ukizungumza habari ya kupima na kujali afya yake, yeye ni uko smart, kwa sababu anasafiri mara kwa mara, kwa anacheki afya yake mara kwa mara. Lakini pia kana zungumzia kuhusu mke wake sijui na nini, tu anacheki mara kwa mara, watoto na nini hivyo. Huyo msichana alimwambia nataka twende tupime. Walikubaliana kwamba siku hiyo watakutana na wataenda kupima kwa vipimo, yani huyo bosi ataenda na kipimo. Ataenda na kipimo huko hotelini. Kwa alipomuita yule binti akagoma kuingia hotelini. Yani akagoma kuingia room. Akamwambia njoo tufanye ile zoezi kwenye gari. Njoo tupime kwenye gari. Tukipima tumejiridhisha, mimi bila hiana nitaingia kwenye room na nitakuwa comfortable kwa na wewe. Asa kumbe bosi alikuwa anataka kumchezea mchezo tu, yani si unajua mchezo wa kiume, yani njoo kisha kuja chumbani, yeye anajua namna gani atamaliza. Hizo habari za kupima hizo mtabaki na vipimo vyenu. Si unanielewa? Nikamwambia nakuelewa. Akasema basi ilikuwa hivyo. Kwa hiyo msichana anataka kupima kwenye gari. Bosi hataki kupima kwenye gari, twende tukapime room. Msichana akaangalia, akamwambia sio makubaliano yetu. Akashuka kwenye gari akaondoka. Akakataa kata. Hiyo bosi ilimpain, na moja kwa moja kuna hatua alikuwa amefikia. Kumbuka alikuwa anaimba sana. Akamwambia kama hujali kinachokifanya basi haina shida. Kwa hiyo alimsitishia huduma zote alizokuwa anazitoa. Lakini yule msichana akawa haja kutana kimwili. Sijui kwa wengine, huyo pia kwa sababu alinieleza na msimamo wa kupima ni msimamo ambao ni unatakiwa uwe na misimamo sana. Yani usiruhusu mpaka umeenda eneo la tukio ndio mnaenda kupima. Mara nyingi mawazo ya kwenda kwamba mtapima room, kama mtu hana dhamira nzuri, hawezi kuruhusu kapima. Atakwambia sababu chungu mzima. Na mimi nikamwambia namna ambavyo tulienda, namna ambavyo nilizungumza kwa habari ya kupima, namna ambavyo alikuwa yuko mkali. Yuko mimi siwezi kusema chochote, unajua afya ni siri ya mtu. Mimi siwezi kusema kwamba sijui 1 2 3. I think kwa sababu ni mtu mzima, nasikia watu wazima wengi hawapendi sana mambo ya kinga. Nikamwambia yuko yes. Yani ukishaanza kuona mtu amefikisha miaka 40, 45, 60 huko, sijui 65, sijui anaendekea 70 huko, yani ukimwambia habari ya kutumia kinga, yani tutafute tupite sijui tununue aina gani ya kinga, yani wanakuwa kama sio wadau sana wa hayo mambo. Kwa pengine na umri nao wanaona mimi spend, yani una mwingine anaona sasa ndio nini sasa hivyo yani. Kwa hiyo kila mwanamke anayekutana naye anauza mechi. Unajua nilimwambia kwa hiyo hujui chochote. Akasema sijui chochote, unataka kuniuliza nini? Mimi sijui chochote. Afya ni siri ya mtu. Nilimwambia umewahi kuwa na mahusiano na huyo baba? Moja kwa moja nilimuuliza huyu kaka ujumbe, yani ili swali. Akaniambia sitaki kuongea chochote.
Nikaambia sawa, unanishauri nini? Akaniambia nachokushauri, focus mpaka pale utakapokuwa umefikia, lakini usikubali kuacha akufikishe mpaka katika hatua ambayo unaweza ikakusogeza. Ukisema sasa hivi sijui nini na nini ususe, haitakusaidia kitu. Nikamwambia nasikia ndani yangu hofu, naogopa kwenda kupima. Unanishauri nini? Akaniambia sikushauri kwenda kupima. Nikamwambia kwa nini? Sikushauri tu, ni bora ukae ujue chochote. Nikamwambia kwa nini? Kwa sababu mimi nahofia, naona ni bora kupima nijue afya yangu. Maana nimekutana na mtu ambaye nasikia masikio yake mabaya sana, naogopa. Akasema utaogopa tu lakini baadaye utakaa sawa. Usiende kupima. Wewe tulia, endelea na mahusiano naye akufikisha unapo. Sasa okay, ukienda kupima una matatizo kwa mfano, utapata stress, utaacha muziki na kila kitu kitaishia hapo. Ndicho ambacho unataka kitokee. Nikamwambia niambie ukweli, nini unajua? Akasema mimi sijui chochote, mimi nimekuambia tu achana na habari za kwenda kupima. Ina maana mara zote mmekutana mlikuwa mtumii kinga. Nikamwambia yes, mara zote. Akasema usiende kupima, uni ushauri wangu mimi nakupa, focus kwanza. Tumalize mambo ya turekodi video zetu. Mimi kwa sababu umenieleza hii, tumeshare, nimekukubali, nitalibeba hilo na kumpushi sana bosi ili ikiwezekana angalau hata kama siku unatoka mikononi mwake tayari una ngoma zimesha kusogeza, watu wameshaanza kukusikia. Unaona, umeshafanya video, una ngoma kadhaa, ngoma ziko zinasikika media na vitu kama hivyo. Nikamwambia nasikia uko media ndo balaa. Nikianza harakati za kusema, akasema kwa sababu pesa ipo, yeye ameshika usukani, haitakuwa ngumu. Kwa kwenye media kama unaenda tu mikono mitupu, na kwenyewe nako kuna challenge zake. Kuna challenge zake pia. Unaona makanyimbo kasikika ukafikiri kwamba inasikika tu. Kuna wale wengine ambao ni watu wema tu, wao wanapiga tu nyimbo nzuri bila kuwa na masharti, lakini kuna wale manyang'ao, watu wabaya, wale ambao hawezi akafanya kitu kwa mtu bila kupata chochote. Na hao wapo, utakutana nao. Tulizungumza haya mazungumzo, hizi ni nyakati za usiku. Nakumbuka hii siku ilikuwa ni usiku. Nataka nikwambie hakutaka kunieleza chochote kinachomhusu yeye binafsi, lakini inaonekana moyo wake una uchungu. Ninapomuona huyu mtu ninamuona ana furaha. Yaani namuona kwamba jamani shoga yangu Dora jamani, but I think hayuko okay. Yaani kuna vitu vina pain ndani ya moyo wake. Yaani ndivyo ambavyo namsoma hivi tunavyozungumza usiku. Akisema sitakukumbuka, sitakuongea chochote maana moyo wangu una uchungu. Tena kuishia hapa aliniambia moyo wangu unamwagika damu. Moyo wangu unamwagika damu. Sitaki kuzungumza kwa sababu nikizungumza naweza nikakaa kwenye maumivu kwa muda mrefu. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Dora. Dora anasema hii ni safari yangu ya maisha mimi Dora. Mimi nimeyapitia haya na kueleza kuhusu hawa ndugu nimekutana nao na kueleza pia kuhusu habari zao. Tunaishi katika ulimwengu yako mambo yanayoonekana kwa macho, tabia za watu tunazifahamu kwa namna tuko nao karibu, lakini wako watu tunawafahamu, tunawajua vizuri, lakini ziko tabia ambazo wanazifanya sirini ambazo huenda zinajeruhi watu wengine kwa kiwango kikubwa kama hivi. Nikushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza. Kesho tutaendelea mbele zaidi kusikia